Hiki ni kitu ambacho kinamkosesha kocha kuweza kufanya vitu vyake kwa uhuru, kwa sababu kwanza anakosa vitendea kazi ambavyo vingeweza kumfanya kumtafsiri kama kocha bora kwenye namna ya kufanya timu yake kucheza, lakini namna ya kushinda. Lakini yote kwa yote unaweza kupia kwenye eneo la ushambuliaji, hayupo Clement Mzize, yupo Prince Dube, lakini kiwango ambacho yuko nacho Dube inawezekana kinawasikitisha mashabiki wengi wa Young Africans, kwa sababu ni mchezaji pekee ambaye ni kama unamtegemea kwa hivi sasa, kwa sababu alikuwepo msimu uliopita, lakini kwa maana ya kiwango ambacho amekuwa nacho ama tabia zake za kiuchezaji zimekuwa zikimpa imani zaidi, mbali na kuwa kile ambacho anakifanya kocha anaendelea kumwamini, kwa maana mbali magoli anayokosa, lakini bado kocha anatamani endelee kuwa anacheza, kwa sababu akiwa uwanjani si mchezaji ambaye ni mzigo. Atatoka pembeni, atatoka kwa maana kushoto kulia, atarudi chini kwa kusupport kile ambacho kocha anakihitaji kitokee, na anaweza kufanya hivyo. Lakini bado imekuwa ngumu kwa namna ya kuliona lango. Inawezekana ni pressure ambayo uko nayo, lakini pia inawezekana ni mfumo wa mwalimu umemkataa. Lakini kusema ni mfumo wa mwalimu inawezekana ikawa ngumu, kwa sababu hata kipindi cha Romain Folz ulikuwa unaona nakosa mabao ambayo ni ngumu sana kuweza kuyakosa. Kwa hiyo kwangu mimi nafikiri tumpe muda kocha ambaye amekuja hivi sasa aanze kujenga Yanga, lakini tusifananishe Yanga ya msimu uliopita. Kama tutafananisha Yanga ya msimu uliopita inawezekana tukachelewa, lakini kwa maana ya performance ambayo wako nayo na kile ambacho nimeanza kukiona, ni kocha ambaye anaweza kaivusha Young Africans kutoka eneo moja kwenda eneo lingine. Nafikiri ni njia pekee tu ya kujitetea, lakini ukitazama kwenye tafsiri za Lepali, mimi binafsi naungana naye, alikuwa sahihi, kwa sababu kilichotumika ni nguvu, na kwenye mpira tumia nguvu lakini kulingana na eneo ambalo upo, ndio. Kama utatumia nguvu utapigwa kadi, si ndio? Na imekuwa ikiwa hivyo, lakini amecheza madhambi kwenye eneo ambalo alikuwa linamruhusu yeye kupewa kadi na vitu vingine vikaendelea. Hivi lazima mkwaju wa penalty utengwe, alafu ndo maisha mengine yaendelee. Na of course mimi binafsi nilichokiona ndicho ambacho Lepali alikiona. Alimshika, na sio tu alimshika, ni kama alimng'ang'ania kwa muda mrefu, kiasi ambacho kilimpa uhuru wa Yendi Boyeli kuweza kupata ule mpira eneo ambalo ulikuwa unaelekea. Kwa hiyo mimi binafsi naungana na Lepali, kwa ni faul halali kabisa. Young Africans wameshinda, lakini ukipita kwenye stage ya Young Africans mashabiki wanalalamikia fitness ya wachezaji. Sasa amekuja huyu kocha mpya, mambo yanaonekana kutokuwa mazuri. Kicho lako kwenye aina ya fitness ambao kuna wachezaji wa Yanga kwa maana ya fitness ya Young Africans, mimi binafsi utarudi kwa Romain Folz na hiki ambacho kinaendelea hivi sasa hakuna kilichobadilika. Lakini ukumbuke huyu ni kocha mpya na ni mechi yake ya pili, sio? Maana hiyo kwanza kumtafsiri maana yake inakuwa ni ngumu sana, kwa sababu kwenye mechi mbili wewe ukamjaji kocha. Lakini mimi binafsi nataka kuzungumza kwamba bila kumung'unya maneno, aina wachezaji ambao Young Africans wanao hivi sasa ndio inafanya kuonekana kwamba ni timu ya kawaida ama performance yao kwa chini. Naamini kwamba ukimtazama Barakonte hata iweje aweze kuvivaa, yani kwa maana kwa hivi sasa hata atumie nguvu gani kuweza kuvaa viatu vya uto mbinguni. Lakini rudi kwa mchezaji kama Rasani Kouma ambaye ndo namba 10 mlisi wa Stefana Ziki, bado ana kazi kubwa sana ya kuweza kuifanya. Rudi kwa mchezaji kama kina Dumbia, bado ana kazi kubwa sana ya kuweza kufanya. Kwa hiyo inawezekana usajili ambao Young Africans aliufanya ndio unapelekea kuona kwamba timu yao ni ya kawaida, lakini kwa maana ya jina Yanga ni timu kubwa, lakini kwa hiyo ambacho kinaendelea ndani ya uwanja na tunachokiona ni vitu viwili tofauti. Na ukumbuke hapo watu wanaijaji Young Africans kulinganisha na Yanga ya msimu uliopita, ambayo hiyo Yanga una Mzize, una Stefana Azizi, una Khalid Aucho na wachezaji wengine ambao walikuwa na kiwango bora. Kwa hiyo tumpe muda kocha, inawezekana wasiwe kama Young Africans ya msimu uliopita, lakini ikaanza kufanya vizuri na kuweza kupata matokeo ambayo watu wanayahitaji. Lakini kuanza kuitafsiri kwa hivi sasa bado ni mapema. Andy Boyeli akiwa na ukame wa magoli leo anaingia kwa amani kama